Mtazamaji, kuna habari hapa tuanze nayo kabla ya kupita kwenye kurasa za magazeti. Umeiona hiyo habari? Tunaanza nayo, tutapokezana kuweza kumfahamisha mtazamaji, tutapokezana kuweza kuisoma kwenye app yetu ya Matukio Daima blog. Tuna hii habari ambayo kwa wakazi wa mkoa wa Iringa, lakini kwa sio tu wakazi wa mkoa wa Iringa, hii habari ilikuwa imesambaa sana kwenye taifa letu hili. Ni kuhusiana na Mchungaji Yannick Mbombo. Huyu Mchungaji Yannick Mbombo bwana, siku za nyuma hapo kidogo story yake, yani taarifa zake zilikuwa zimesambaa sana kutokana na tuhuma ambazo alikuwa ameweza kupatiwa. Kwa hiyo mtazamaji, tutasoma hapa tuweze kukufahamisha ili uweze kufahamu ndani zaidi kuhusiana na taarifa hii, kwa sababu kama nilivyosema, huyu ni mchungaji alikuwa na waumini na kuna watu ambao walikuwa wanamwamini, alikuwa na wafuasi wengi. Kwa hiyo habari kumhusu yeye, kutokana na tuhuma ambazo alikuwa amezipata, watu wengi walikuwa wametega sikio kuweza kufahamu kitu gani ambacho kinaendelea. Watu wengi walikuwa wametega sana sikio kuweza kufahamu kitu gani ambacho kinaendelea kwa upande wake. Habari hii kama unataka kuipata kwa undani zaidi, unaweza ukatembelea app yetu ya Matukio Daima blog, ambapo hapo ukitembelea utaikuta habari hii ambayo inasema Mchungaji Yannick Mbombo alikuwa na tuhuma za mauaji na ubakaji. Habari yani hicho ndo kichwa kikubwa hapo, utaitafuta, utaifungua, alafu utapata undani wa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tutakupitisha kwa ufupi tu ili kuweza kufahamu kwa undani kidogo wa taarifa hiyo. Sawa. Nitakupitisha hapa, imeandaliwa na sisi wenyewe Matukio Daima Media. Inasema jeshi la polisi linapenda kujulisha umma kuhusiana na taarifa za mtu anayefahamika kama Mchungaji Yannick Mbombo Sele ambaye kupitia mitandao ya kijamii kumesambaa taarifa zinazodai kuwa ametekwa na watu wasiojulikana jijini Dar es Salaam. Na ifahamike kuwa mtu huyu raia wa Kongo ambaye alishawahi kuwa mchungaji kiongozi wa kanisa la Ebenezer Restoration Ministry for All Nation alishawahi kukamatwa hapa nchini mkoani Iringa tarehe 15 Mei 2025 kwa tuhuma za ubakaji na mauaji ya watoto wadogo yaliyokuwa yameshamiri kipindi hicho, ambapo alikuwa akiwashawishi baadhi ya wafuasi wake kuwabaka watoto hao na kukinga damu zao kutoka sehemu za siri na kuwaua, kisha wampelekee damu hizo kwa ajili ya kuzitumia kufanyia maombi. Haya, anasema mbali na makosa hayo, mchungaji huyo pia alituhumiwa kujihusisha na vitendo vya utapeli na kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu kwa kuwalipa pesa baadhi ya waumini wake ambao walijifanya ni wagonjwa na wengine kujifanya ni walemavu ili wafike kanisani kwake kwa maombi na kujifanya kuwa wamepona, huku wengine wakijifanya kupiga simu za ushuhuda wa kuponywa au kufanikiwa shida zao kupitia vyombo vya habari alivyokuwa akivitumia kutangaza kanisa lake mkoani Iringa. Na kutokana na kuripotiwa kwa matukio yaliyokuwa yakiyafanya mwaka 2024, mchungaji huyo alitiwa kwenye kamati ya usalama ya mkoa wa Iringa na kupewa onyo kutokana na madai yaliyokuwa yakitolewa kupitia kituo kimoja cha redio cha mjini Iringa ambacho kilikuwa kinalenga kuchochea chuki na uvunjivu wa amani kwa kuwa yalikuwa yanafanana na ramli chonganishi. Ili kufahamu yaliyokuwa yakitendeka, timu ya upelelezi ilifanya uchunguzi wa kina na kutokana na ushahidi uliokusanywa ulifanikiwa kumkamata watuhumiwa waliokuwa wakishirikiana na pamoja na vielelezo vilivyopatikana nyumbani kwake na kanisani kwake, zikiwemo ilizi 5, pete 3 zenye picha za kutisha, magic face, magamba 5 ya konokono, vitambaa 3 vya rangi nyeupe vyenye matone ya damu, chupa 2 ndogo zenye mafuta yadhaniwayo kuwa ni ya nyama simba na unga uliokuwepo kwenye chupa ndogo ya maji unaosadikiwa kuwa unatokana na gamba la kobe. Na tarehe 17 Juni 2025 mchungaji huyo pamoja na wenzake 5 walifikishwa mahakamani na kusomewa mashtaka ya kuendesha genge la uhalifu na kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, kesi namba ECO 0014959/2025. Hata hivyo, ushahidi dhidi ya mchungaji huyo kwa kesi ya mauaji na kubaka haukutosheleza, hivyo kuandaliwa mashtaka, lakini wenzake walipelekwa mahakamani kuendelea na mashtaka hayo. Tarehe 14 Julai 2025 hukumu ilitolewa na mahakama ambapo watuhumiwa hao walitiwa kosa kwa njia ya
plea bargain na walihukumiwa kutenda kosa lolote la jinai kwa muda wa miezi 12 kulipa faini kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiasi cha shilingi milioni 20 pamoja na magari yao matatu kutaifishwa. Baada ya kulipa kiasi hicho cha pesa, washtakiwa hao waliachiwa huru. Na hivyo baada ya hukumu hiyo kutolewa, ilibainika kuwa mchungaji huyo Yannick Mbombo Sele bado alikuwa akituhumiwa kuendelea kufanya udanganyifu kupitia kanisa lake la Ebenezer Restoration Ministry for All Nations, na ufuatiliaji ulifanyika ambapo alikamatwa tena na kukiri kuendelea kutoa huduma katika kanisa hilo. Baada ya kukamatwa, ofisi ya mkuu wa upelelezi mkoa wa Iringa ilimkabidhi kwa kamanda wa uhamiaji mkoa wa Iringa, ambapo mchungaji huyo aliondolewa nchini na kutakiwa kurudi asirudi tena. Kutokana na hayo, jeshi la polisi limeshangaa kuona taarifa kwenye mitandao ya kijamii kuwa mchungaji huyo alikuwa ametekwa na watu wasiojulikana. Hata hivyo, baada ya kuona taarifa hiyo, jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi na linaomba kwa yeyote mwenye taarifa au ushahidi utakaoweza kuthibitisha taarifa hizo asisite kuwasilisha kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu naye. Mtazamaji, hiyo ndio taarifa ambayo tulitamani tuweze kukufahamisha kabla ya kusoma magazeti kwa asubuhi ya leo. Tunafahamu kabisa, tumeisoma hapo kwamba ila matukio haya bana, matukio yake yanatisha sana. Unajua kuna wakati bana, yani vitu yani kama umeshapata zamana ya kuwahudumia watu yani saa nyingine yani kufanya kinyume na vile ambavyo ulitakiwa kufanya ni kama yani ni kujiokoa, yani sio kujiokotea dhambi, sio ni kujibebea dhambi mwenyewe. Kwa nini unakuwa umepewa zamani ya kuwahudumia watu tena katika msingi wa imani, alafu unafanya vitu kama hivi? Je, umehitimu darasa la 7 kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya ya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina huduma bora ni pamoja na ofisi nzuri, na ofisi nzuri haiwezi kukamilika bila vitu vya kisasa vya ofisini. Hop Corner Shop tumekuletea viti na meza za kisasa zaidi ya ofisini kwa gharama ndogo kuliko, na vitu vyote ni original toka kiwandani, hatuuzi vitu vilivyotumika. Hop Corner Shop tunapatikana jirani na benki ya NMB Redcom mjini Iringa, lango kuu la kuingia chuo cha Ruku. Tupigie simu namba 0618874152 au 0767818200 au tembelea Instagram yetu hopcorner_shop. Hop Corner Shop, hapa gharama nafuu, bidhaa zetu kiwango. Je, wewe ni mkazi wa mkoa wa Iringa au nje ya mkoa wa Iringa? Sikiliza nikupe habari hii mpya kabisa. Huenda unatafuta kiwanja kwa ajili ya makazi au sehemu maalum kwa ajili ya mashamba ya mjini, yani urban farms. Sasa iko hivi, itakuchukua mwendo wa dakika 10 tu kufika eneo bora kabisa lililopimwa na lenye mpangilio bora kwa ajili ya makazi na uwekezaji. Yani ni kilomita 5 tu kutoka Iringa Manispaa. Eneo hili lina viwanja vinavyopatikana Ikonongo, kata ya Mkwawa, alimaarufu kama kwa Mchina, na gharama zake ni nafuu mno, kwani kuna kila aina ya huduma za kijamii, yani maji, umeme na barabara. Eneo hili lina ukubwa wa mita za mraba kuanzia 67,000 hadi 119,054 na linapatikana karibu kabisa na chuo kikuu kishiriki cha Mkwawa na eneo inapojengwa campus ya UDOM Iringa. Ukihitaji viwanja kwa ajili ya makazi utauziwa kuanzia mita za mraba 600 mpaka 1248. Eneo hili lina mandhari bora kabisa na tambalale, na kama unataka kuwa miongoni mwa watakaobahatika kupata eneo hili lenye mvuto na utulivu bora mkoani Iringa, basi wasiliana na The Icon Real Estate and Commissions Agents wanaopatikana jengo la Law House karibu na hosteli ya Cosmopolitan iliyoko Lugalo Iringa, kwa simu ama WhatsApp namba 0746
0763929855 au Instagram iconreal_estate-tz au tovuti ya www.iconrealestate.co.tz. Karibu upate viwanja vilivyoko mjini katika eneo bora lenye utulivu na mandhari inayovutia.